Tumepata maelezo kwamba kuna baadhi ya watu wamekomenti sana suala zima la mwanamke kutengua udhu. Hili ni jambo la kushangaa, lakini kwa zama zetu halipaswi kushangaliwa, kwa sababu walio wengi wanaokomenti ni watu waropokaji, watu wasiojua nini kinachosomwa na nini kinachosemwa. Tulifundishwa na shekhe kupitia kitabu, alituambia jawabu la mtu asiyefahamu ni kunyamaza. Kumnyamazia mtu asiyefahamu ndiyo jawabu lake. Akatusomea abiyati akasema, la tumari jahilan, usishindane na mtu mjinga, fatataaba, utapata tabu bure. Hata kama utampa dalili, yeye hawezi kufahamu dalili. La tumari jahilan fatataaba, utapata tabu bure. Lakini wama alaika itbuhu fatutaba, na si juu lako wewe kumlaumu, utalaumiwa wewe. Lakini wakati mwingine wale watu wanaoleta hizo comment huonekana kama kwamba wao wamejua. Nilianza kusema wakati tunaposoma suala zima la mwanamke kutengua udhu, kwamba sisi tunasoma kwa mujibu wa madhehebu ya Imamu Shafi'i. Madhehebu ya Imamu Shafi'i ni kwamba ukimgusa mwanamke ambaye sio maharimu yako, na mwanamke sio maharimu yako ni yule mwanamke yoyote ambaye unaweza kumuoa kisheria. Miongoni mwa hao wanawake ambao si maharimu yake mtu ni mkewe. Kwa hivyo mke anatengua udhu. Tulisoma hivyo kwa mujibu wa madhehebu ya Imamu Shafi'i. Lakini kimsingi wale waliokuwa na shaka juu ya suala la mwanamke kutengua udhu, bora wangelikwenda katika fiqhul islami, fiqhul islami wa adillatiha, fiqhul islami wa adillatuha. Hichi kitabu ni kikubwa, kinategemewa na wanawazuoni mbalimbali, ikiwemo katika vyuo vikuu vya Kiislamu. Hichi kitabu kinasomeshwa. Waende wakafungue katika mlango unaosema lamsul mar'ati, suala zima la kutengua udhu, kumgusa mwanamke. Katika maelezo yake shekhe huko anasema, yantaqidhu alwudhu inda alhanafiyya, hutenguka udhu kwa madhehebu ya Imamu Abu Hanifa bilmasi lilmar'ati, kwa kumgusa mwanamke, lakini fi halati almubasharati alfahisha, katika hali ya kuvaana nayo yule mwanamke kuliko pindukia. Lakini huko kuvaana na mwanamke kulipe pindukia, maana yake pia ni kumgusa mwanamke. Mwanamke kwa maana hiyo, kwa madhehebu ya Abu Hanifa, anatengua udhu ukimgusa. Alichoweka yeye sharti kule kumgusa kwenyewe iwe umemvaa. Ukimgusa katika sura hiyo, mwanamke atakuwa ametengua udhu au anatengua udhu. Hayo ni madhehebu ya Imamu Abu Hanifa. Wa inda al-Malikiyya, lakini madhehebu ya Imam Maliki wal Hanabila na Imamu Ahmad Hanbali, wao wanasema mwanamke anatengua udhu bitilqai basharatai rajuli wa mraati, kwa kukutana ngozi mbili ya mwanamume na mwanamke
lakini kwa wao atatengua udhu fi halati ladhati, katika hali ukimgusi yule mwanamke kidogo ikaja ile hisia kwamba huyu ni mtoto wa kike niliyomgusa, au shahawati, au kumgusa kwa matamanio. Maana yake pia Imam Maliki na Imam Ahmadi Hanbali na wao wanasema mwanamke anatengua udhu. Walichokiweka wao ni kwamba utenguaji wenyewe pale utakapomgusa mwanamke uhisi kidogo zile habari ladhi. Ikiwa imefikia hivyo katika kumgusa kwako huyo mwanamke, udhu hapo utatengua. Lakini ukirudi nyuma bado unaweza ukasema Imam Malik na Imam Ahmad Hanbal kadhalika na wao wanasema kumgusa mwanamke kunatengua udhu. Suala lililopo, yule wa mwanzo Hanafi yeye anasema mpaka umguse sana, umkumbatie sana ule mubashara wako. Imam Ahmad Hanbali na Maliki wao wanasema hata ukimgusa kidogo, lakini kwa sharti upate hisia fulani, lakini anatengua udhu. Imamu Shafi'i yeye akatoka katika hili suala la kukadiria, labda umguse kidogo au umguse sana, labda ukimgusa uhisi ladha fulani. Yeye akasema mwanamke ukigusana naye udhu unatenguka bimujarradi iltiqai basharatai rajuli wa mraatin, kwa muachiliko tu wa kugusana mwanamke na mwanamme udhu umetenguka. Yeye hakuzingatia mpaka uhisi chochote, wala hakuzingatia mpaka uvaane naye sana. Lakini ukienda katika ujumla, wote wanakubali kwamba mwanamke ukimgusa ambaye si maharimu yako anatengua udhu. Tumefahamiana? Basi Mungu anatuambia wala takif ma laysa laka bihi ilmun, usilizungumze jambo usilokuwa na ujuzi nalo. Kwa sababu gani? Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Utakuja kuulizwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Usikometi kitu ulichokuwa hujakijua. Hizi nilizozitaja hapa ni madhehebu zote nne, na kama wana wasiwasi watu waende katika fiqhul islami wa adillatuha, watayaona maelezo haya kwa ufasaha wake. Na hichi ni kitabu kikubwa kinasomeshwa vyuo vikuu vya Kiislamu, na Uislamu kupitia mtume wetu unatueleza daa ma yaribuka ila ma la yaribuka, acha ulilokuwa na nini na wasiwasi nalo, sawa, nenda ukafanye lilo usilokuwa na wasiwasi nalo. Kwa hivyo wewe kama unahisi unapomgusa mkeo haiji hisia yoyote, mkumbatie, nenda ukaswali. Lakini sisi kwa kuondosha zile karai ya haula alhima yushiku an yakaa fihi, tunasema moja kwa moja kumgusa mwanamke kunatengua udhu. Tunafahamiana? Tayeb, tukiendelea, tulikuwa katika majosho ya sunna. Muislamu yako mambo anapotaka kuyafanya au anapokwisha kuyafanya anasuniwa kukoga. Miongoni mwa mambo hayo ghuslul idaini, kukoga mtu kwa ajili ya swala ya idi mbili, au ghuslul idaini, kukoga kwa ajili ya kuhudhuria katika swala za idi mbili. Mashru'iyatuhu, kuwa kwake sheria jambo hili. Anasema shekhe, wa yusannu al-ghuslu
inasuniwa kukoga yauma idil fitri, siku ya idul fitri, wa yauma idil adha, na siku ya idi ya kuchinja, liman arada an yahdhura salata, kwa yule anayekusudia kwenda kuswali swala ya idi, waliman lam yahdhur, na kwa yule ambaye hataki kuhudhuria. Lakini siku hii ni sunna kukoga kwa mnasaba wal idi mbili, lianna yaumal idi, illa ni kwamba siku ya idi yaumu zinatin, ni siku ambayo imesuniwa watu kujipamba, ni siku ya kujipamba, siku ya furaha, siku ya idi yaumu zinatin, fasunna alghuslu lahu, ikasuniwa kukoga kwa ajili ya idi. Wadaliluhu, na ushahidi kwamba ni sunna kukoga kwa ajili ya idi, ma rawahu Malikun fil Muwatta'i, juzuu ya kwanza, hadithi ya 177, anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yawma alfitri, alikuwa anakoga siku ya idul fitri, kabla an yaghduwa ila almusalla, kabla hajatoka mapema kuelekea kule kunako swaliwa swala ya idi. Almusalla ni lile eneo lililoandaliwa kuswaliwa swala ya idi. Kwa kuwa huko wenzetu aghalabia haikuwa idi yaswaliwa katika maeneo ya msikiti, bali yalikuwa inaswaliwa maeneo ya nje ya msikiti. Sawa? Tayeb. Kwa hivyo ni sunna kukoga, na huyu sahaba alikuwa anafanya hivyo. Waqisa biyaumil fitri, pamefanyiwa kiasi kwa kuwa ni sunna kukoga kwa ajili ya idul fitri. Madhumuni ya idul fitri na idul adha ni mamoja, yote ni yaumu zina. Kwa hivyo na idul adha na yao ni sunna mtu kukoga. Na tukisema sunna kukoga, kadhalika mtu akikoga angalau atafute kilichokuwa mbadala wa kile anachovaa siku zote. Ni sunna siku ile kupata nguo iliyo mzuri tofauti na za siku zote, lakini sio malengo ya idi watu kuvaa nguo mpya kama ilivyokuja katika hadithi, hata kama iwe dhaifu, lakini hadithi inasema laisa al-idi liman labisa al-jadidi, sio idi iko kwa yule aliyevaa nguo mpya akaona ndiyo ameipata idi. Innama al-idi, idi hakika si vingine hasa inayokusudiwa, liman khafa al-waidi, iko kwa yule mtu ambaye anakaa kuogopea siku ya kiyama. Kwa mfano ibada zake zimekubaliwa, kama sadaka zake zilikubaliwa na kadhalika. Lakini pamoja na hivyo bado mtu siku ya idi anasuniwa kubadilika kidogo. Tunakwenda wayaabudu amala sahabi, inasapotiwa amali hii aliyoifanya huyu sahaba hadha. Wayaabudu amala sahabi hadha, inasapotiwa amali hii aliyoifanya sahaba huyu. Qiyasu ghusli al-idaini, qiyas cha ukogaji wal idi mbili, ala ghusli al-jum'ati, na ule ukogaji kwa ajili ya swala ya al-jumaa. Lianna al-ma'na fihima, kwa sababu maana ya kukoga kwa ajili ya al-jumaa na maana ya kukoga kwa ajili ya al-idi wahidun, maana iliyokusudiwa ni moja.
wa huwa atanadhufu, nayo maana yenyewe ni kujisafisha mtu, lijtimai nnasi, kwa ajili ya kukusanyika watu mahala pamoja. Unapokwenda katika mkusanyiko na wenzio, jitahidi kubadilisha harfu za sigara zako, jitahidi kubadilisha, kama umebugia ugoro, sugua meno yako, ili ukihudhuria katika hadhara ya wenzio wasije wakachukia. Huo ndio Uislamu unavyotuelekeza. Tunafahamiana. Mara nyingi huwa tunasema katika misingi ambayo Waislamu wanachukua hukumu kutoka ndani yake, msingi wa kwanza Kitabullah, msingi wa pili sunnatu Rasulillah, msingi wa tatu ijma'ul ummat al-ulama'il umma, msingi wa nne al-qiyas. Kupitia kiasi tunaipata vipi hukumu na sheria? Tunaitizama jambo ambalo hukumu imekuja na kueleza jambo hili hukumu yake labda ni haramu, tunalichukua hili ambayo hukumu yake imekuja, tunalitizama na jambo ambalo haikuja hukumu yake, hatujaiona katika Qur'ani, hatujaiona katika hadithi, hatukuiona ijmai imesema nini kuhusiana na jambo lile. Tunaliangalia lile jambo, kwani madhumuni ya hili ni nini na madhumuni ya hili ni nini. Kwa mfano, Qur'ani siku ya swala ya Ijumaa imeweka wazi, idha nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi, akasema wadharul bai'a, acheni kufanya biashara. Kwa nini tumeambiwa tuache kufanya biashara? Kilichokusudiwa kitatuzuia tusihudhurie swala ya Ijumaa. Je, kama mtu anapanda shamba lake na haikutajwa katika aya acheni kupanda, aendelee kupanda au aondoke? Tunasema pia ni haramu kupanda, pia ni kuozesha mwanawe wakati huo itakuwa haramu, pia jambo lolote litakalomfanya asije Ijumaa na hilo litakuwa haramu, kwa mujibu wa aya iliyozungumza acheni kufanya biashara. Aya nyingine iliyokuja kwa kiasi, kwa mfano, Allah tabaraka wa taala anatuhusia sisi watoto kwa wazazi wetu, anasema waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma. Katazo likaja, fala taqul lahuma uffin, usimwambie mzazi wako kwa lugha iliyo mbaya, nimechoka, nifanye nini, nikufanyieje. Ikiwa kumwambia hivyo ni haramu, Qur'ani haikusema usimpige kibao, lakini ukiangalia kumpiga kibao na kumwambia ninachoka, neno gani au jambo gani lililo baya zaidi? Bila shaka kumpiga gumi ni baya zaidi, lakini Qur'ani haikusema kuwa ni haramu. Tunachukua madhumuni yaliyokuja, fala taqul lahuma uffin, maana yake utamkera. Ukirudi kumpiga gumi huko tena sio kumkera, maana yake hatari yake kubwa. Kwa hivyo misingi hii minne ndiyo tunachukua hukumu zetu za Kiislamu. Yako mambo bado hayakufafanuliwa na Qur'ani, bado hayakufafanuliwa na Sunna, bado hayakufafanuliwa na ijmai. Mambo hayo yakaja kupata hukumu kupitia kiasi. Tunafahamiana.
na kupitia kiasi ndiyo mambo mengi yanakuja, sio wakati wake. Lau tungelikuwa tuko katika somo la usulul fiqhi, basi tungelieleza mifano mingi. Tunafahamiana? Tayeb. Warawa Ibn Majah hadithi ya 1315 bisanadin fihi dhafun, kwa sanadi ya hadithi ambayo ndani yake muna udhaifu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa bwana mtume yaghtasilu yaumal fitri, alikuwa anakoga siku ya Idul Fitri, wa yaumal adha, wa yakwi alhadithu, na hadithi hii inapata nguvu tuliyosema ni hadithi dhaifu, ma sabaka, na yale maelezo yaliyotangulia, min amali sahabi, kutokana na yale matendo aliyoyafanya Ibn Umar yanaisapoti hadithi hii dhaifu kupata nguvu. Lakini kadhalika wal qiyas, inapata nguvu kupitia qiyas. Kama kuna usunna wa kukoga kwa ajili ya Ijumaa, basi ni sunna kadhalika kukoga kwa ajili ya Idi, kwa sababu madhumuni yote yanafanana. Tunakwenda pamoja. Waktuhu, wakati wa kukoga kwa ajili ya Idi, wa waktu ghusli al-idaini, na wakati wa majosho haya ya kukoga kwa ajili ya Idi, yabda'u binisfi llaili, unaanza wakati wake baada ya saa 6:15. Utakuwa wakati wa kukoga kwa ajili ya Idi umeshaingia min lailatil Idi, ya ule usiku wa kuamkia Idi yenyewe. Waweza ukakoga saa 6:30 kwa nia kwamba ninakoga kwa ajili ya swala ya Idi kesho alfajiri au asubuhi. Tumefahamiana hapo? Lakini kila ukichelewa zaidi karibu ya ule muda wa kwenda kule katika swala ya Idi, ndio aula, kama tulivyosoma katika swala ya Ijumaa. Tayib. Josho jengine la sunna, ghuslul kusufaini, ni kukoga mtu kwa ajili ya kwenda kuomba jua. Jua limepatwa, kabla ya kwenda kuomba ni sunna kukoga kwanza. Mwezi umepatwa, kabla ya kwenda kuomba mwezi uachiwe, ni sunna kwanza kukoga. Ndio kusufi kusufaini, ndio inaingia kusufi shamsi wa kusufi alqamari. Tayari mashru'iyatuhu wa yusannu alghuslu li salati kusufi shamsi wa kusufi alqamari. Wa dalilu dhalika, ushahidi wa sunna kukoga kwa ajili ya kusufi na kusufi, alqiyasu, ni qiyasi ala aljumuati, liannaha, kwa sababu ile aljumaa fi maanaha, iko katika maana hiyo hiyo ya kusufi au khusufi, min haithu mashru'iyati aljamaati fiha. Swala ya aljumaa inaswaliwa kwa jamaa na swala ya kusufi inaswaliwa kwa jamaa. Kwa hivyo unapotaka kuhudhuria katika mkusanyiko huo, nenda ukiwa umekoga. Lakini majosho yote haya yanabebwa na nia. Kama utachukua maji utajimwagia tu, haiwi ndiyo josho hilo la sunna kwa ajili ya Ijumaa. Liannahu sallallahu alayhi wasallama yaqul innamal a'malu binniyati. Kwa hivyo unakoga kwa ajili ya Ijumaa, utie nia hiyo.
Unakoga kwa ajili ya Idi, utie nia hiyo. Unakoga kwa ajili ya khusufi, utie nia hiyo. Wa halumma jarra. Tunakwenda pamoja. Waktuhu, wakati wa kukosha josho la kusufi na kusufi. Wa yadkhulu waqtul ghusli lilkusufaini bibadi'il kusufaini, ndio bibadi'il kusufaini, kwa kuanza tu kule kupatwa lile jua na mwezi na kutaka kuelekea huko. Wayantahi, usuna wake utamaliza binjilaihima, kwa kuachiliwa mwezi au kwa kuachiliwa jua. Ule usunna wa kukoga sasa kwa ajili ya kwenda kuswali swala hiyo utakuwa umemaliza, kwa sababu josho lenyewe linahusiana na kukoga kwa ajili ya kusufi, na kusufi jua lishaachiwa. Na siku hizi tumerejeshwa nyuma sana na wataalamu, tumeondoshwa katika maelekezo ya Bwana Mtume. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokufa kijana wake Ibrahim, na jua siku hiyo likaja likapatwa, walio wengi wakaona kwa kufa mtoto wa Mtume mpaka jua limepatwa nafasi ya mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Mtume sallama akawatoa huko maswahaba, akawaambia inna shamsa wal qamara, jua na mwezi, ayatani min ayati llahi, hizi ni alama mbili katika alama za Allah subhanahu wa ta'ala. La yankasifani, jua na mwezi viwili hivi havipatwi bimauti ahadin, kwa kufa mtu yoyote. Sasa Mtume akaagiza, mtakapoona jua au mwezi vimepatwa, kwa lugha tunayotumia fasallu, mnachotakiwa nyinyi swalini, wadhkurullaha, mtajeni Mwenyezi Mungu, hata yanjalia mabikum, mpaka ile hali iliyoko kwenu iondoke. Ikisha kuondoka nendeni mkalale, kwa sababu katika ashratu saa ni kuondoka nuru ya jua, ni kuondoka nuru ya mwezi. Umefahamu Ukiona jua limepatwa, ukiona mwezi umepatwa, kuwa na hofu sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaizungumza siku ya Kiyama, wa idha khasafa alqamar wa jumia ash-shamsu walqamar yaqulu al-insanu yawmaidhin. Basi likipatwa jua, mnatakiwa nyinyi kuswali, kuleta adhkari mbalimbali mpaka Allah subhanahu wa ta'ala awaondoshee ile hali pale kwenu, sio awaondoshee hali ya kupatwa jua duniani. Na hapa ndipo tunapopata vile vile maelekezo ya kwamba jua litakalo wahusu watu wengine halituhusu sisi. Sisi hapa kwetu jua likipatwa, sisi ndiyo tuliosuniwa kuswali swala ya Eid. Huko kwingine kama jua halijapatwa, wao hawana suna hiyo ya kuswali Eid. Tumefahamiana? Na sisi hapa likiwa jua limepita salama kwetu, lakini nchi nyingine huko jua likapatwa, sisi hatulazimiki kuswali swala ya Eid, kwa sababu kwetu swala ya kusufi, kwa sababu kwetu sisi jua halijapatwa. Haya maelezo ukiyachukua haya unapata hukumu katika mambo mengi, lakini ukitulia na Mwenyezi Mungu akikupa hidayah. Umefahamu? Tai. Kwa hivyo waktuhu, tunakwenda josho la 4 la sunna, ghuslul istisqai, kukoga mtu kwa ajili ya kwenda kuomba mvua. Wakati mwingine hufikwa na mitihani, pengine kutokana na maasi tuliyoyafanya,
Mwenyezi Mungu akaamua kuondosha neema ya mvua, madhumuni anataka turudi tukamlilie na kumnyenyekea. Mwenyezi Mungu anapenda sana kuombwa, na hasa anasema lau ingelikuwa nyinyi hamtelezi alafu mkamuomba Allah, basi Mungu angewaleta watu wengine wanaoteleza alafu wakarudi kumuomba Allah, kwa sababu Allah subhana anapenda kuombwa. Lakini sisi hapa duniani hata uwe bilionia hupendi kuombwa, si ndio jamani? Tayib, aili salati al-istisqai yusannu al-ghuslu qabla al-khuruji li salati al-istisqai, ni sunna kukoga kabla ya kutoka kwa ajili ya kwenda kuomba mvua, qiyasan ala ghusli al-kusufaini, na hii nayo inakisiwa katika josho analosuniwa mtu kukoga kwa ajili ya kwenda kuomba jua au mwezi viachiwe. Josho la 5 la sunna, al-ghuslu min ghusli al-mayiti, ni sunna mtu kukoga anapomaliza kumkosha maiti. Ni sunna mtu kukoga anapomaliza yule mtu kumkosha maiti. Wajua maiti kila mmoja anakufa kwa maradhi yake, Unapokwenda kuuchezea mwili wake, yawezekana unaweza ukapata maambukizo ya maradhi yake. Sasa ni sunna kwanza, ukisha kumkosha maiti uende ukakoge. Ni maelekezo ya dini yetu, ni maelekezo ya mtume wetu. Wayusannu, inasuniwa, liman ghassala mayitan, kwa mtu mwenye kumkosha maiti, an yaghtasila, alafu yeye mwenyewe kukoga. Wa dalilu dhalika qauluhu sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema man ghasala mayitan falyaghtasil, aliyekosha maiti na yeye akoge kwanza. Rawahu Ahmad wa ashabu sunani wa hasanahu Tirmidhi, hadithi ya 993. Waswarfuhu wa anil wujubi au waswarafahu, amri hii imeondoshwa anil wujubi, kutoka katika ulazima, kwamba hii ni amri ya bwana mtume. Mtu akimkosha maiti aende akakoge. Hili nendo akakoge hapa ni amri, na amri siku zote yaktadhi wujuba, na hasa amri ikitoka kwa mkubwa kwenda kwa aliyo wa chini. Amri ikitoka kwa wa chini kwenda kwa mkubwa inaitwa dua. Amri ikitoka kwa watu wanaolingana inaitwa amri hiyo kutakana watu kusaidiana. Sawa? Ikitoka kwa Allah kuja kwetu inakuwa ni lazima. Ikitoka kwa bwana mtume kuja kwetu inakuwa ni lazima. Ikitoka kwetu sisi kwenda kwa Allah, hiyo inakuwa ni dua. Sawa Kama ukisema rabbi ghufirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walilmu'min, si ndio? Sasa rabbi ghufirli, neno ghufirli hii ni amri, lakini kwa sababu imetoka kwa mdogo kwenda kwa mkubwa, hapa inaitwa fi'lu duai, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Tayib. Kwa hivyo inatoka amri hii katika uwajibu, inatolewa na nini? Qauluhu sallallahu alayhi wasallam, na maneno ya bwana mtume, laisa alaikum fi ghasli mayitikum ghuslun, hakuna wajibu juu lenu katika kuwaosha maiti zenu, hakuna wajibu wa josho idha ghasaltumuhu, mnapomkosha huyo maiti wenu. Kwa hivyo sio lazima kukoga baada ya kumkosha maiti, lakini maelekezo ya bwana mtume yana nafasi kubwa sana, yana kheri nyingi sana, yana siri kubwa sana. Tunafahamiana? Ingekuwa amri ya kuvaa helmeti tungevaa sote
Tunaendelea, al-aghsalul mutaalliqatu, majosho yaliyofungamana bilhaji, na utekelezaji wa ibada ya hija. Yako majosho ya sunna yaliyofungamana na utekelezaji wa ibada ya hija. Namba 1, al-ghuslu lil-ihrami bilhaji au al-umra. Ni sunna mtu kabla ya kuhirimia ibada ya hija akoge kwanza, alafu ajitie manukato, alafu ndio ahirimie. Wadaliluhu ma rawahu Tirmidhi 830 an Zaid ibn Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya, alimuona bwana mtume sallama tajarrada, akiepukana na nguo zake zile za kawaida, liihlalihi, kwa ajili ya kutaka kunyanyua sauti yake kuhirimia ibada ima ya hija au umra, lakini waghtasala, akakoga. Neno tajarrada liihlalihi ay nazaa thiyabahu, aliondosha zile nguo zake za kawaida, lilihrami, akavaa nguo zinazohusiana na mambo ya kuhirimia ibada ya hija au umra. Walihlalu, na hili neno ihlali, rafu sauti, ni kunyanyua sauti, bitalbia, kwa kuitika labbaik allahumma labbaika inda al-ihram, baada ya kuhirimia. Wa yutlaku, huachiliwa hilo neno ihlal ala al-ihrami nafsihi, juu ya kule kuhirimia kwenyewe, nako wakati mwingine huitwa ihlal. Sawa, na hata ule mwezi mdande unaitwa hilali. Kwa nini unaitwa hilali? Kwa sababu watu hunyanyua sauti kuelezana mwezi ule umeandama, mwezi ule ndio ukaitwa hilali. Sawa, yasalunaka anil ahilla. Tunakwenda mahala pa pili, al-ghuslu lidukhuli makkata. Ni sunna mtu kukoga anayetaka kuingia katika mji wa Makka, mji wa Makka kwa maana ya al-haram. Wa daliluhu anna ibn Umar radhiyallahu anhu kan la yaqdamu, alikuwa hafiki Makkata illa bata bidhituwa, isipokuwa analala hapo Dhutua, hata yusbiha, mpaka afike na asubuhi hapo. Wayaghtasila, alafu anakoga. Thumma yadkhula Makka naharan, kisha anaingia Makka wakati wa mchana. Wakana yadhkuru ani nabii sallam, na alikuwa anataja bwana mkubwa huyu analolifanya yeye ni kutoka kwa bwana mtume, annahu fa'alahu, kwamba bwana mtume alifanya hivyo. Lakini hili josho sisi kwetu linakuwa mashaka. Linakuwa mashaka kwa maana gani? Kama mmefikia Madina mahujaji, munakoga kwa ajili ya kuhirimia, iwe hija au umra, munakwenda kufanya hivyo kuhirimia Dhul Hulaifa. Mkitoka hapo mnaingia moja kwa moja Maka. Waliofika Maka kwa kupitia Maka, wakifika katika ndege huko, wanawaelekezwa na wenye uongozi wao katika ndege, hapa ni mahala pa kuhirimia, hirimieni. Tunahirimia ibada ya hija au umra tukiwa katika ndege. Ikiwezekana, kama umepita Dubai, utakoga pale katika uwanja wa Dubai na unabadilisha nguo zako pale, unahirimia ukiwa ndani ya ndege. Kwa hivyo josho hili na mahala hapa wala mahujaji hawapajui. Usiongozane na taasisi ukaiambia taasisi yako nipelekeni mahala panapoitwa Bidhitua na mimi niende nikalale hapo. Sisi tunaokwenda sote hatupajui hapo.
wenyewe wenye maka yao. Sawa. Tukiendelea katika jim, alghuslu lilwuqufi biarafa, pia ni sunna kukoga mtu kwa ajili ya ile siku tukufu, siku adhim ya kuhudhuria katika viwanja vya Arafa katika mchana wa mwezi 9 min Dhulhijja, katika ule mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Sasa mwezi 9 inasuniwa watu kwenda kuwapo eneo la Arafa. Kwa hivyo wakati wanatoka Mina ni sunna wakoge, waondoke pale hali ya kuwa wamekoga kwa nia hiyo ya kwenda kule Arafa. Lakini wakati mwingine siku hizi pia ni shida, mnaweza mkaamshwa usiku, haya watu basi tayari la kuelekea Arafa, mnakwenda kuswali swala ya asubuhi huko Arafa, mnabaki pale tena mpaka baada zawali ndio inaingia huo waktul wuqufi. Tunafahamiana. Wadaliluhu anna aliyan radhiyallahu anhu kana yaghtasilu yawma al-idaini wa yawma al-jum'a wa yawma Arafa wa idha arada an yuhrima, na alipokuwa anataka kuhirimia. Rawahu Shafi'i, hadithi ya Meirawi Imamu Shafi'i fi musnadihi, katika kitabu chake cha Al-Musnad maarufu Al-Umm, mjalladi wa 6, hadithi ya 107. Tayyib, warawa Malik fil Muwatta'i an Nafi'i anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu kana yaghtasilu li ihramihi, alikuwa anakoga kwa ajili ya kuhirimia kwake, kabla an yuhrima, kabla ya kuhirimia kwenyewe. Walidukhuli Maka, alikuwa anakoga kwa ajili ya kuingia mji mtukufu wa Maka. Waliuqufihi ashiyata Arafa, na kwa kule kubaki kwake katika jioni ya Arafa, kwa maana ile siku ya kwenda kuwapo katika viwanja vya Arafa, anakoga Abdullah ibn Umar. 5, alghusulu au heyo alghusulu liramyil jimar, ni sunna kukoga ile siku ya kwenda kurembea katika zile jamarati 3. Siku ya kwanza ya mwezi 10 jamratul aqaba, unarembea vijiwe vyako 7, unarudi zako kambini, unapumzika kesho baada ya salati dhuhuri au baada ya zawali, unakwenda kupiga majiwe yote 3 kwa mujibu wa maelekezo tulioelekezwa na wanawazuoni wetu. Sawa. Isipokuwa siku hizi kuna shengesha kule, kuna watu wanakwenda kurembea kabla zawali, asubuhi wanakwenda tena makundi kwa makundi. Wewe uliotoka Zanzibar ni mwana wa zuoni, usiende ukarembea kabla ya zawali kwa kuwakuta watu wengine wamekwenda, usifanye hivyo. Tumefahamiana? Kwa sababu sisi wakati mwingine tukiyaona mambo yanafanywa kule Maka au yanafanywa na watu mule msikiti wa Maka, basi huona hayo mambo yanakubalika tu kwa sababu yamefanywa kule. Kuna watu kule wanaokwenda hawajui chochote katika dini. Wewe uliotoka hapa mwana wa zuoni mkubwa, ushafahamu Taib, tunaendelea, tuko waljimar, sio hiya almawadhi'u allati yurma, ni mule mwahala ambamo nimeruka Naam, alghusulu lirami aljimar fi kulli yawmin, katika kila siku, min ayami tashriqi 3, baada zawali, na hilo lifanyike baada ya kupondokwa jua. Li atharin, ziko athari
waradati zimekuja, fi dhalika kullihi, katika yote hayo tuliyoyasema, wali annaha mawadhi'u ijtimai nnasi, lakini mahala penyewe hapa napo ni mahala wanapokusanyika watu. Fa ashbaha alghusla, sawa pakafanana na nini? Kukoga, sawa. Au fa ushbiha, naam, lijtimai nnasi fa ashbaha alghusla laha, ikafanana kukoga kwa ajili ya hilo kwenda kurembea, ghusla aljum'ati, na lile josho la aljumaa. Waljimaru, na hili neno jimaru nini? Hiya almawadhi'u allati yurma fiha alhasa, ni mule mwahala mnamo kwenda kurembewa kwa vile vijiwe. Bimina, katika ardhi ya Mina. Watutlaku aidan ala alhasayati allati yurma bihinna, hili neno jimar vile vile huachiliwa vile vijiwe vyenyewe vikaitwa jimar. Yale makuta yanaitwa jimar, na wakati mwingine vile vijiwe vya kurembea vinaitwa jimar. Tutakuja kusoma vizuri tukifika katika kitabul haji, sawa, insha Allah. Alghuslu lidukhuli almadina, ni sunna kukoga mtu kwa kuingia mji mtukufu wa Madina, almunawwara, mji ambao umepata nuru kwa kuingia bwana mtume ndani yake. Wakati safari ya bwana mtume anakwenda zake Isra na Miiraji, msafara wake ulipita pale Taiba. Akaambiwa bwana mtume, shuka hapa. Akaambiwa swali rakaa mbili. Akaswali rakaa mbili, akarudi katika msafara wake. Akaulizwa, atadiri ya Muhammad, unajua Muhammad, aina sallaita, umeswali mahala gani? Akamwambia, mimi sipajui, wewe ndio unapajua Jibril. Akamwambia, sallaita bi Taiba, umeswali katika mji mtukufu unaoitwa Taiba, sawa haithu, mahala ambapo wewe kama mtume wa Allah utakuja kuhamia. Yani mji unapata utukufu kabla hajahamia bwana mtume, kwa sababu atakuja kuhamia bwana mtume, sawa. Basi ni sunna kukoga wakati wa kuingia katika mji huo. Insha Allah Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake, kwa rehema zake, miji hii tunayoisoma mitukufu atupeleke tukatekeleze ibada zinazofanywa katika miji hii. Innahu arhamur rahimin, sawa. Tayeb, kwa hivyo anasema intayassara lahu dhalika, ikiwa patapatikana wepesi kwa mtu kufanya hivyo, qiyasan ala istihbabi lidukhuli Makkah, kwa kiasi cha kwamba mji wa Maka ni mtukufu, haramu ameiweka Allah au Ibrahim, na mji wa Madina ni mtukufu, haramu ameiweka bwana mtume. Tumefahamiana? Lianna kulla minhuma, kila mji mmoja katika miwili hii, baladun muharramun, ni mji wa heshima. Fa in lam yastati', kama hakuweza mtu, ightasala qabla dukhuli masjidin nabii, ajitahidi basi akoge kwanza kabla hajaingia katika msikiti wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Msikiti bora kabisa, msikiti ambao maksi zake ni kubwa mno. Kuswali swala moja humo unaandikiwa mbele za Allah kama swala 1000 ulizoziswali katika msikiti wa meli 4. Kama Mungu anakupa neema ya mali za halali, nenda ukafanye ibada katika mji wa Makka na Madina. Swala yako moja ya adhuhuri Makka unaandikiwa umeswali swala 100,000. Kwa muda wa siku 10 pengine utakuwapo Makka. Kila siku moja ina swala 5 na kila swala moja ina 100,000. Kwa maana ya swala zako 5 itakuwa kila
Umeswali swala ngapi kwa siku moja? Umefahamu katika maisha yako pengine toka uswali mpaka leo swala za dhuhuri hazijatimia 500. Umefahamu? Bado hapo au hujafahamu? Ushafahamu inawezekana toka umeanza kuswali mpaka leo hivi swala za dhuhuri hazijatimia 500. Lakini siku hiyo ukipata nafasi kule ukiswali swala moja tu unaandikiwa umeswali swala 500. Neema kubwa hiyo. Weka katika azma na mipango yako. Wewe mfanyakazi ukisha kustafu, nenda ukamwamkie Allah katika nyumba bora kabisa. Awwala baitin wudhi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka. Katika aya nyingine Allah anasema man dakhalahu kana amina, anayeingia nyumba ile au eneo la haram, huyo mtu anakuwa yuko katika amani. Allahu akbar. Tayib. Naam, kaifiyatuhu, namna yake. Lilghusli kaifiyatun wajibatun wa kaifiyatun masnuna. Ukogaji una namna ya wajib na namna ya sunna. Alkaifiyatul wajiba, namna ya ukogaji wajibu, hiya ibaratun an amraini, ni tafsiri au maelezo ya mambo mawili. Yu'abbaru anhuma, huelezewa kutokana na mambo mawili hayo. Fil fiqhi, katika ilmu ya fiqhi. Bifaraidhil ghusli, sawa faraidhil ghusli, nguzo za kukoga. Al-awwalu an-niyya, kukoga kitu cha mwanzo ni nia. Inda al-bad'i, wakati wa kuanza. Bighasli al-jismi, ya kukosha kiwiliwili. Lihadithi innamal a'malu binniyati, sawa. Wa kaifiyatuha, namna hiyo ya kutia nia. An yakula bilafdhihi, mkogaji aseme kwa bikalbihi, kwa moyo wake. Wa idha talaffadha bilisanihi, na akitamka kwa ulimi wake. Kana afdal, itakuwa ni bora Nia mahala pake Waislamu ni moyoni, lakini akisapoti ile nia yake moyoni kwa kutamka na mdomo, hakuna ubaya, itakuwa ndio bora kabisa Imekuja mahala pengine watalaffudhu biha sunna, kuitamkania ni sunna. Hao wanaokataa kutamkania ni bid'a, hawajatuonyesha hadithi au aya aliyosema Bwana Mtume musitamke nia. Ili kitu kiwe haramu ni lazima ije aya au ije hadithi iliyo saraha, iliyo sahihi, inasema jambo hili ni haramu. Lakini jambo ambalo halijatamkwa kuwa hili ni haramu linabaki katika asili yake, na mambo yote katika asili yake yalikuwa yana sifa ya ibaha, sawa? Sisi tunafahamiana, yalikuwa katika asili ya uhalali kabla ya kuja sheria. Vitu vyote vilikuwa halali. Tunavijuaje kuwa haramu wakati hakuja wana hukumu? Ilipokuja hukumu ndiyo ilipotuambia hili haram, hili haram, hili haram, hili haram. Ikavichapua vile vilivyo vya haramu, ikatuachia vile vingine, tukajua kuwa hivyo ni halali. Tunafahamiana? Hakuna sababu ya kugombana watu kwa nini katamkania. Manake dunia ya leo na jambo hilo nalo hilo eti imekuwa ndio nini? Ndio ilmu iliyosomwa watu kushindana katika nia. Jamani, tuache hayo, tuwasomeshe watu dini, wasome waweze kumwabudu Allah. Mtu katamkania haya, hakutamka haya kwa maana ya kutamka kwa ulimi, lakini kutamka moyoni ni lazima. Tunafahamiana? Sisi siku hizi tumekuwa watu wa kutafuta midahalo.
iliyokuwa haina faida yoyote. Tayib, inatamkwa bwana kana afdal. Anatamkaje mtu nawaitu fardhal husli au nawaitu rafa'al janaba au nawaitu istibahata salati? Mwenye janaba anatumia nia hizo. Moja, nawaitu fardhal husli, nanuia kukoga josho la wajib, josho la fardhi, ikiwa janaba, ikiwa hedhi, ikiwa nifasi, nia ndiyo hiyo. Au nawaitu rafa'al janaba, akaamua kulitaja josho analolikoga. Ndio sawa sawa, mwanamke anaweza akaamua kutaja josho analolikoga kama nifasi au hedhi. Tumefahamiana? Lakini akisema nawaitu fardhal ghusli, tayari hata kama anakoga janaba au nifasi au haidhi, au istibahata salati, au akasema nawaitu istibahata salati, maana mtu aliye na janaba, mtu aliyo na hedhi, mtu aliyo na nifasi hawezi kuswali, ni haramu. Kwa hivyo anapokoga josho moja katika hayo, nia yake atasema nawaitu istibahata salati, natia nia nipate uhalali wa kuweza kuswali, kiondoke hichi kiziwizi. Tumefahamiana Tayeb. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Au istibahata muftaqirin ila ghuslin, au akatiania nataka uhalali wa kuhitajia kukoga. Istibahata, nataka uhalali, muftaqirin ila alghusli, nikihitaji kukoga. Athani, nguzo ya pili katika kukoga majosho ya wajib, ghaslu jamii dhahiri aljismi bilma'i, kuiosha sehemu yote iliyo nje ya kiwiliwili kwa maji, sehemu zote. Yule shekhe wa babu katika hili katusomesha vizuri sana. Ametuambia kule wayajibu an yataahada, ni wajibu mkogaji ashughulikie sana maatifa badanihi, sehemu zilizojikunja kunja za mwili wake, kahudhunil batini wal ibti, kama sehemu zilizojikunja kunja za tumbo na sehemu zilizojikunja kunja za makwapa. Kwa hivyo wakati wa kukoga mtu ajikunjue, yale mabegi yale draw zile zikunjuke ili maji yaenee mote, na sehemu zote ambazo hata mwanamke ameambiwa zile sehemu zinazodhihiri inda kuudiha liqadai hajatiha, sehemu hizo nazo ziko nje. Anapokoga ni lazima ahakikishe maji yamefika huko makao makuu. Tumefahamiana? Mwenye manywele mengi ahakikishe anapokoga maji yamerowesha zile nywele zake zote, kadhalika yamefika maji mpaka katika ugozi. Sha'ran wa bashara, nywele na ugozi ahakikishe maji yamefika. Na kwa kuogopea maneno ya Mtume aliyoyasema, mtu yoyote atakaye koga janaba lakini unywele mmoja tu ukawa haukupata maji ya kukoga janaba, huyo mtu anakwenda zake motoni. Saidina Ali akawa anaamua, wanasema wanawazuoni, kukaa na kipara kwa kuogopa isije ikabaki nywele ndefu huko nimekoga, maji yakawa hayakufika. Sawa jamani? Tayeb. Athani ghaslu jamii dhahiri aljismi bilma'i basharatan wa sha'ra, ugozi na nywele, ma isali alma'i, pamoja na kuyafikisha maji, ila batini sha'ri, ndani ya nywele huko, wa usulihi, na katika mashina ya nywele, hasa wale akina mama masha Allah wanakuwa na manywele mengi,
wakati wa kukoga, ikiwezekana mtu kwanza achukue jagi amiminie zile nywele zake na kusugua kabla hajatia ile nia ya kukoga, alafu atakapokuja kumwagia itakuwa amepata urahisi, maji yashatangulia. Hilo la kwanza. Lakini anapokoga mtu janaba, akoge kwanza janaba. Kama anataka kujitia sabuni, aje kujitia sabuni baada ya kuwa kashakoga janaba. Kwa nini? Ukijimwagia maji kidogo, ukichukua sabuni ukajitia, yale maji unayoyachukua yakifika katika mwili wako yatakuwa yameshataghayyar, yamebadilika kwa kuchanganyika na sabuni. Sisi tunafahamiana na ma isali alma'i ila batini sha'ri wa usulihi. Rawa al-Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu wa qad su'ila 'anil ghusli, aliulizwa kuhusu kukoga, faqal, akajibu, kana an-nabiyyu ya'khudhu thalathata akufin, alikuwa anachukua maji makonzi matatu, alafu wayufidhuha ala ra'sihi, makonzi matatu hayo ndiyo anayamiminia kichwani kwake. Thumma yufidhu ala sairi jasadihi, kisha tena ndiyo anamimina maji katika sehemu zingine za mwili wake. Neno hili aliposema akufu, ili ai gharafatin bikaffaihi, alikuwa anachukua makonzi ya maji kwa vitanga vyake viwili, kama warada fi riwayati inda Muslim 329, thalathu hafanatin, imekuja hivyo magao matatu. Wal hafanatu mil'ul kaffaini, ni mjazo wa vitanga viwili vya mikono. Yufidhuha, kwa maana yasubuha, anamimina maji hayo. Neno sair ay baqi. Wa inda Muslim 330 an ummi Salamata radhiyallahu anha wa qad sa'alat Rasulullah, Ummu Salama alimuuliza Bwana Mtume anil ghusli, kuhusu hukumu za kukoga. Faqala, Mtume akamjibu ahali wake na ananijibu mimi na wewe, innama yakfiki antahathi ala ra'siki thalatha hathayatin, inatosha kumimina kichwani kwako makonzi matatu ya maji, haya magao matatu ya maji. Thumma tufidhina alayki almaa, kisha ndio utajimwagia maji sehemu nyingine. Fatatuhurina, utajitwaharisha hapo. Sawa. Tahathi manake tasbi, wa aslul hathwi awil hathi sabu turabi, ni kule kumimina mchanga. Hathayatin ay gharafatin, makonzi hayo. Rawa Abu Dawuda wa ghayruhu an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi yaqul, Mtume anasema, man huwa Ali ibn Abi Talib anasema, sami'tu Rasulullah, nimemsikia mjumbe wa Allah yaqul, anasema, man taraka mawdhi'a sha'aratin min janaba, mtu atakayeacha mahala pau kukaa nywele moja tu ya janaba, akaacha sehemu inayoweza kuota nywele moja, sehemu hiyo ikawa haikupata maji ya josho la janaba, lam yusibha alma'u, hiyo sehemu ikawa haikupata maji, fa'ala Allahu bihi kadha wa kadha minan nar, huyo mtu Mungu atamfanyia. Watu wa mjini wanasema kitu mbaya, hakutaja hapa, lakini ikasema fa'ala, atafanya Allahu Mungu bihi, kwa mtu huyo,
kadha wa kadha finnar, lakini neno hili finnari ikutoshe hiyo kadha wa kadha kuwa ndio tafsiri yake. Kumbe hayo yatafanyika wapi? Motoni. Yani mtu aliyeacha sehemu ya unywele mmoja haikupata maji wakati anakoga janaba. Ajabu ya siku hizi, utamkuta mtu anaswali alafu ana manywele yale ya Bob Marley kayapanganya tele katika pakacha, utafikiri watu waliopata uhuru kwetu. Umefahamu kayapanganya katika pakacha tele. Ama kweli wazee wa zamani wanasema khiari ushinda utumwa. Zigo lile ingeambiwa na mtu hizo nywele usinyoe, ingekuwa kesi mpaka polisi. Lakini wallahi mtu analibeba zigo minywele michafu, wakati mwingine anagharamika kutafuta madawa ya kuzikosha. Lakini balaa hivi, yule mtu yule hapati dharura ya kupata janaba? Msitu ule mpaka maji ya kipenya penya kufika huko katika ugozi, kweli anakoga janaba yule? Kule darasani kwetu kwa shekhe, ilikuwa jirani yetu mmoja ana mzigo ule, huutia katika mfuko huko dude hilo, lakini Mungu akamkirimu kwenda Maka, basi kalinyoa lile zigo bwana. Sasa hivi yuko mtu fresh, alhamdulillah rabbil alamin. Wewe mzigo ule unaubeba jamani? Kama balaa lililoingia siku hizi linaitwa tatu, unaitwa nini? Wale wazungu wenzetu angalau weupe wakichora wale wadudu na ushetani wao wanaonekana, lakini jitu jeusi kama shaharani alafu linakwenda kuchora tatu. Jamani, hii si adhabu ya kujiadhibu mwenyewe mtu hii? Na ile ni haramu Waislamu, tatu ni haramu. Taibu, tukafike mahala tusimame. Hadithi inasema hivyo, qala Ali, famin thamma, kutokana na maelezo hayo ya bwana mtume, adaitu sha'ari, mie nimezifanyia uadui nywele zangu. Wakana yajuzu sha'arahu, bwana mkubwa huyu alikuwa anazinyoa nywele zake, radhiyallahu anhu, ay yahliquhu, anazinyoa kwa sababu isije ikawa sababu ya kutokufika maji katika mwili wake, akenda akafanyiwa kitu mbaya katika moto wa Jahannam na mwenye moto wake. Tunafahamiana Waislamu? Haya tunayoyasoma wenzetu, alhamdulillah, ilikuwa linapoanguka neno kutoka kwa Allah likija kwa wao wamelikamata, linapoanguka neno kutoka kwa bwana mtume pale pale wanalikamata na kulifanyia kazi. Bahati mbaya tuliyokuwa nayo sisi, tunasikia mengi lakini mengi yao hatuyafanyii kazi. Sawa? Ni katika makosa makubwa mtu kupata ilmu ya jambo alafu lile jambo asilifanyie kazi. Sawa? Anasema Imamu Ghazali, anasema nini Imamu Ghazali? Anasema al-ilmu bila amalin jununun, mtu akiwa anajua alafu alichokijua asikifanyie kazi, huo ni wazimu. Lakini wal amalu bila ilmin la yakunu, huwezi kufanya ibada kama huna ilmu. Utakuwa msanii tu unaigiza lakini huwezi kufanya ibada. Lazima tusome ndio tutaipata swala, manake swala mpaka ukoge. Sawa na kukoga kwenyewe ndio hayo tunayoyasikia. Swala mpaka utie udhu, na kutia udhu kwenyewe ndio kama hivyo tulivyosikia, na mambo mengine na mambo mengine. Kwa hivyo tunachokifahamu tukichukue, ndugu zangu, Mungu atuwafikishe tukifanyie kazi. Tayeb. Tuko wapi? Al-kaifiyatul masnuna, sio? Insha Allah wakati wetu kwa hapo utakuwa umemaliza, na kwa maana hiyo tutalazimika insha Allah
tusimame hapo kwa leo mpaka insha Allah wiki ijayo. Kidogo kesho na harakati za familia, kwa hivyo kesho darasa letu hapa halitakuwapo mpaka Jumamosi ijayo insha Allah biaunillahi. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujaalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, atujaalie kwamba ni wenye kusikia mengi yanayosemwa, lakini atuwafikishe kuyafata na kuyafanyia kazi yale yaliyo mazuri katika hayo tunayoyasikia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, kidogo na suala mwalimu. Kuna baadhi kwa hiyo kwa mahitaji tu tukamkuta kuna mama anazungumza na baadhi ya wakina mama wenzake, na sio muda mrefu alitoka Maka huko wiki, akawaambia wale wakina mama, sisi kule Maka tulikuwa tunaswali na nikabu zetu. Nikamwambia, kwani hii inakubalika? Na hivyo tunaswali na viongozi wetu wakikuona vipi mwalimu, wakiswali na nikabu zao na walikuwa hawapandishi na viongozi wao wanawaona. Mimi nikawa na shaka juu ya hilo moja. Na la pili, mzungumza ile njia ya nawaitu kafara wa salati, hii inatumika kwa kukoga janaba lile la kutayamma au pia unaweza kuitumia kwa janaba la kawaida? Hilo suala la pili bado sikulifahamu. Suala la kwanza, sisi tulivyosomeshwa kwamba sharti ya sijida ni kwamba yule anayekwenda kusujudi avaane na pale mahala anapokwenda kusujudia kwa paji lake la uso. Hivyo ndivyo tulivyosomeshwa sisi. Sasa huyo ambaye yeye amesujudi akiweka nguo ikawa inakwenda kutangulia pale anapokwenda kusujudia, atupe dalili inayoeleza kwamba hivyo inaswihi. Lakini sharti ya kusujudi ni lazima anayekwenda kusujudi awe mwanamke awe mwanamume, hili paji lake la uso liguse pale chini anapokwenda kusujudi, ikiwa pana mkeka, ikiwa vyovyote. Na kama kutakuwa na jua, anaruhusiwa. Kwa mfano, wakati mwingine umechelewa kuingia msikitini kule, watu wengi mno, pale unaposwali pana jua, unaruhusiwa kama una kihanjifu chako ukichukua wakati wa kusujudi utakiweka pale chini, lakini utakuwa unafanya ule kama msala, sio utafunika katika uso au kofia uweke kama hivi au kilemba kiwe kimefunika hapa alafu uende ukasujudi. Tulivyosomeshwa sisi hivyo si sawa sawa. Kwa hivyo mtafute huyo ambaye yeye amezungumza hivyo alivyozungumza, lakini ukweli usiokuwa na shaka, lazima mtu anayesujudi ili paji lake la uso liwe makshufa. Tayari shekhe? Ama hilo suala ulilouliza sijui kama josho sijui tamama, nyuma ulizungumza katika kuoga josho lolote, ikiwa hedhi, tunasema tunawaiku bora kusuli imetosha lolote, alafu tunazungumza na wao fara wa soda kama sijafahamu manake katika kitu gani kikaje fahamu. Hata mimi nashindwa pia nikufahamishe nini ambacho unachouliza. Tumezungumza katika suala la kukoga kuna wajibu wa nia, sawa, na tukazungumza nia mahala pake moyoni.
lakini kama utatamka kuongezea nguvu itakuwa ni bora. Na hizo nia zenyewe, nia ya kwanza tukasema nawaitu istibahata fardhil ghusli, sawa. Ukitia nia hiyo, nikasema kama janaba litakuwa tayari nia hiyo, kama mwenye hedhi itakuwa tayari kwa nia hiyo, kama mwenye nifasi itakuwa tayari kwa nia hiyo. Pia nawaitu istibahata salati, kadhalika kwa majosho yote hayo nia hiyo inatosha. Lakini kama akiona mtu mwenyewe nikoge kwa nia maalum ya josho maalum, ndio atasema nawaitu rafa aljanaba, nawaitu rafa alhaidhi, nawaitu rafa nifasi, vitu kama hivyo. Basi na leo ushazoea kitu kingine inshallah. Basi ushamaliza basi. Haya, kuna mwingine? Basi inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu. Faida ya kukaa darasani ni kwamba kila siku ukienda darasani utakuwa unapata kitu kipya, sawa? Utakuwa unapata kitu kipya. Yule shekhe katika kitabu cha Taalimi anatuambia kama kuna suala umelisikia mara 1000 linataka kuzungumzwa mara 1001, usije ukadharau kusikiliza. Kwa sababu gani? Huyu atakayelizungumza mara 1001, hiyo mara ya moja hiyo baada ya 1000 anaweza akatia faida, ukawa wewe faida hiyo katika mara zote 1000 hukupatapo kuisikia. Kwa hivyo insha Allah tuhudhurie sana darasa mbalimbali kwa ajili ya kuifahamu dini yetu. Katika msiba tulionao sasa hivi, watu kukomenti waliosomesha mashekhe wanaweza sana, lakini kwenda kukaa darasani na kusoma hakuna. Suala sio kukomenti shekhe wangu, suala nenda ukasome. Alafu ukisikia mtu katanguliza kukwambia tunasomesha kwa madhehebu ya Imam Maliki, kwa hivyo wewe masuala yako yote yapelekee katika madhehebu ya nani? Ya Imam Maliki. Akikwambia mtu tunasomesha kwa madhehebu ya Imam Hanbali, masuala yako yote yapeleke katika madhehebu yale. Akikwambia tunasomesha kwa madhehebu ya Imamu Abu Hanifa, kadhalika peleka masuala yako huko. Akikwambia tunasomesha kwa madhehebu ya Imamu Shafi'i, masuala yako peleka katika madhehebu hayo. Na kwa maana hiyo ndio maana ukakuta kuna madhehebu 4 mashuhuri. Zilikuwa nyingi, hizi zilifika madhehebu 12, nyingine zikafa, zikaja 8, zikafa 4, zikabaki madhehebu hizi 4. Ushafahamu eh? Na kama ao salafi, basi hawa ndio salafi saleh. Haya madhehebu 4 kwa sababu wao wako katika karne 3 bora. Tumefahamiana? Hawa wako katika karne 3 bora. Kwa hivyo wewe ukiwafata wana wazuoni hawa, wewe ndio salafi kindaki. Tumefahamiana? Maana watu hujifunga malemba tu, hata kama elimu hana, kajifunga lemba, anafikiri siku zote ni za harusi. Umefahamu bwana? Haiwi hivyo. Viko vilemba vya ilmu mpaka ufungwe na wenyewe. Siku ya kwenda kuoa wewe funga tu vilemba, hata mwanangu anajua kufunga vilemba hivyo. Nenda atakufunga ukaoe. Lakini kilemba cha ilmu hafungwi tu mtu ovyo ovyo. Umefahamiana? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.